Leo Februari 26, 2026, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mambo mbalimbali, na miongoni mwa mambo aliyoongelea ni kuhusiana na uendelezaji wa viwanja vya ndege nchini kupitia Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania, lakini pia huduma ya usafirishaji wa anga kupitia kampuni za ndege za Tanzania, lakini pia ameongelea utekelezaji wa miradi ya uendeshaji wa reli ikiwemo ununuzi wa mabehewa, ufanisi katika kuhudumia abiria na mizigo, lakini pia ameongelea uendeshaji wa bandari na usafiri wa majini. Katika upanuzi na uboreshaji wa safari za anga, ameongelea juu ya uwepo wa viwanja vya ndege vipya, kikiwepo kiwanja cha ndege katika hifadhi ya mbuga ya Serengeti, kitu kitachosaidia kuongeza idadi kubwa ya watalii nchini. Sasa serikali kwa kutambua hili imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya usafiri na usafirishaji kupitia anga, maji na barabara. Tukianza na usafiri wa anga, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2022-2023 hadi 2023-2024, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika viwanja vya ndege yenye thamani ya takriban shilingi trilioni 1 na bilioni 154 inayolenga kuongeza uwezo wa viwanja vyetu vya ndege kuhudumia ndege na abiria pamoja na mizigo, lakini pia kuboresha usalama, ulinzi na uwezeshaji katika viwanja hivyo. Tunafanya pia uwekezaji katika uwanja wa ndege wa Moshi. Serikali kupitia Mamlaka ya Viwanja vya Ndege inatekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa Moshi ambao unaendelea kwa gharama ya shilingi bilioni 14.14. Mradi huu unahusisha ukarabati wa barabara ya kuruka na kutua ndege kwa kiwango cha lami yenye urefu wa mita 1240, ujenzi wa barabara za kuingia uwanjani zenye urefu wa mita 455, ujenzi wa maegesho ya ndege, njia za kiunganishi kwa kiwango cha lami, pamoja na ujenzi wa barabara za mzunguko na uzio wa usalama wenye urefu wa kilomita 8. Huu mradi umeshafika asilimia 69. Lakini pia katika uwanja wa ndege wa Mwanza, pamoja na kazi kubwa iliyofanyika hivi sasa, najua hii imekuwa ni kero ya muda mrefu, kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa ujenzi wa jengo la abiria na miundombinu yake unaendelea, na taarifa ya awali imeshakamilika na sasa ipo katika maboresho. Lengo letu ni lazima tujenge jengo la abiria la kisasa Mwanza, kwa sababu ule ndio uwanja wetu mkubwa namba 2. Kama unataka kuangalia viwanja vyetu vikubwa vya kimataifa, ukiondoa Dar es Salaam, tunayo Kilimanjaro, tunao uwanja wetu wa Mwanza ambao sisi kama serikali tunauona uwanja huu kama uwanja wa kimkakati. Kwa hiyo jengo lile litajengwa. Najua abiria wanaotumia uwanja wa Mwanza wamekuwa na maombi ya muda mrefu. Kazi hii hatujaiacha, inaendelea na tutaikamilisha. Tunajenga uwanja wa ndege Serengeti. Tumeamua kujenga viwanja vya ndege katika maeneo ya hifadhi, na huku mbele nitawaambia namna ambavyo sekta hii ya usafiri na usafirishaji ilivyoleta matokeo makubwa katika sekta ya utalii. Kwa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege pia inafanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina katika kiwanja cha kimataifa cha ndege Serengeti. Kazi hiyo itahusisha usanifu wa miundombinu ya kiwanja cha ndege, usanifu wa jengo la abiria, jengo la mizigo na mfumo wa taa za kuongozea ndege. Tunategemea kwamba tufanye kazi hii kwa ushirikiano na shirika letu la hifadhi ya jamii la PSSF, tuwe na kiwanja kizuri pale Serengeti kwa ajili ya kuongeza idadi ya watalii na kuvutia utalii zaidi katika nchi yetu. Lakini tunafanya kazi ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Kiabajwa kule Kagera. Tumeshakamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, na muda wote pia tutaanza kujenga miundombinu mbalimbali ya uwanja huu. Tunafanya kazi pia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato Dodoma. Wote mnafahamu, tumeshawapitisha mara nyingi waandishi wa habari. Mradi huu unajengwa na umegawanyika katika sehemu 2. Sehemu ya kwanza inahusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, maegesho ya ndege, barabara za kuingia na kutoka, barabara za viingilio, usimikaji wa taa za kuongozea ndege na ujenzi wa uzio wa usalama. Tunatumia pale shilingi bilioni 165.627. Kazi hii imefika asilimia 90. Sehemu ya pili tutahusisha ujenzi wa jengo la abiria, maegesho ya magari, kituo cha umeme na miundombinu saidizi kwa gharama ya shilingi bilioni 194, ukitekelezwa pale pale katika uwanja wa kimataifa wa Msalato. Lakini pia tunao uwanja Shinyanga. Kazi ya uwanja huu ukarabati wake na upanuzi unaendelea, ukihusisha ujenzi wa barabara ya kuruka ndege yenye uwezo wa kupokea ndege za Q400 Bombardier.
ujenzi wa jengo la abiria lenye uwezo wa kuhudumia abiria 250,000 kwa mwaka, na ujenzi wa maegesho ya ndege, njia unganishi, mifereji ya maji, kituo cha umeme na maeneo mengine ya usalama. Lakini pia tunajenga pia kiwanja cha ndege cha Tabora. Mradi huu na wenyewe kazi inaelekea ukingoni, tumefika 98%. Mradi huu utakapoanza kutumika utahudumia takriban abiria 500,000 kwa mwaka, na serikali inatumia shilingi bilioni 26.1. Pia tunajenga uwanja wa ndege kule Kigoma. Mradi huu sasa hivi umefikia 42%, tutatumia shilingi bilioni 46.68 na kazi sasa hivi inaendelea. Uwanja utakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 400 kwa wakati mmoja. Lakini pia tunafanya kazi ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga. Mradi huu upo katika hatua za mwisho, ukihusisha ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga ambao unatekelezwa pale kwa gharama ya shilingi bilioni 60. Kazi hii pia ikikamilika, tunategemea ndege zetu za ATCL zitaanza kufanya kazi katika uwanja huu. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, tunafanya uwekezaji huu kwa sababu tunataka kuvutia mashirika mengi ya ndege yaje kufanya kazi katika nchi yetu, yalete abiria wengi, yatuongezee watalii pamoja na fursa nyingine mbalimbali za uwekezaji na biashara. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sababu leo nilisema tunazungumzia eneo la usafirishaji, eneo lingine kubwa ambalo tunaendelea kufanya vizuri serikali ni eneo la usafirishaji wa reli. Sasa wote mnafahamu kwamba tunao mradi mkubwa wa reli tunaouwekeza kama nchi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kisasa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Kigoma ili tuunganishe na nchi zetu jirani. Mradi huu unakwenda vizuri na kazi ya ujenzi inaendelea. Huduma za SGR zinaendelea kutolewa kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Wote mnafahamu zimetoa msaada mkubwa sana kwa wananchi waliokuwa wanatumia mpaka saa 12 kwa siku, na sasa wanatumia kati ya saa 3 mpaka 4 kusafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Tumefanya kazi kubwa tangu kazi hii ilipoanza mwezi Disemba hadi kufika Disemba 2025. SGR treni zetu zimeshasafirisha abiria zaidi ya 4,665,000. Lakini pia tumeshasafirisha mizigo, tuliambia tunaanza mizigo. Tumeshasafirisha zaidi ya tani 52,305. Lakini pia Watanzania zaidi ya 207,468 wamepata ajira kupitia SGR. Kwa hiyo hizo ndio faida kubwa ambazo tumezipata kupitia SGR, na kazi hii inaendelea. Huduma za SGR zimeongeza tija katika uchumi, biashara na utalii, hususan kwa wasafiri wanaoelekea katika maeneo ya hifadhi. Niliwaambia kuhusu kufungamanisha usafiri na utalii, kwa hiyo wanaokwenda Mikumi, Ruaha na Udzungwa. Sasa hivi mtu anayekwenda huko kutokea Dar es Salaam anachukua SGR mpaka Morogoro au mpaka Dodoma. Baada ya hapo anaendelea katika maeneo haya ya hifadhi na mambo yake yanakuwa ni mepesi katika upande wa usafiri. Lakini pia tunafanya kazi kubwa ya kufanya ukarabati wa reli yetu ya kati ile ya zamani MGR. Niliwaambia kabla kwamba tunajenga SGR, lakini hatutaiacha reli yetu tuliyokuwa nayo MGR. Mpaka sasa kazi zinazoendelea ni kuendelea kuondoa reli ya ratili 45, tuweke reli ile kubwa yenye nguvu zaidi, yenye uwezo zaidi ya ratili 80. Tunaendelea kuongeza uwezo wa madaraja kutoka XL13 ili yaweze kupitisha XL10 kutoka tani 13.5 ili yaweze kupitisha tani 18.5. Lakini pia tumesaini mkataba wa ukarabati wa kipande cha Tabora hadi Kigoma kilomita 411. Mtakumbuka hiki kipande mara nyingi kimekuwa kikitusumbua, kinatuletea usumbufu mkubwa, na mawasiliano ya reli ya MGR yamekuwa kikatika mara kadhaa kwa kipande hiki. Kwa hiyo tumesha saini mkataba na tutakikarabati kiwe vizuri. Wenzetu wa Kigoma wale wanaotumia MGR kwa sasa waondokane na hii adha ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Lakini pia hatukuishia kwenye MGR peke yake. Serikali yetu ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Zambia ambao tunashirikiana katika uendeshaji wa reli ya Tazara, tumefanya hatua kubwa katika kipindi hiki cha siku 100. Tumesaini mkataba wa makubaliano na serikali ya China kupitia kampuni ya CCECC ya kuanza rasmi safari ya ukarabati wa reli yetu ya Tazara. Tunakarabati reli hii kwa mkataba wa dola za Marekani bilioni 1.4, sawasawa na zaidi ya shilingi trilioni 3.5 za Kitanzania. Tunataka reli yetu ya Tazara iongeze ufanisi, na safari hii imeanza. Tutakuwa na wenzetu kampuni hii
watakarabati na wataiendesha reli hii kwa makubaliano maalum ambayo kwetu sisi kwanza yamepunguza gharama za uendeshaji wa SGR. Tulikuwa tunatumia zaidi ya shilingi bilioni 28 kuendesha SGR. Fedha zilikuwa zinatoka serikalini. Sasa hivi hawa wataendesha kwa gharama zao, na bado sisi kama serikali tutakuwa tunapata gawio, tunapata faida kutokana na uendeshaji wa reli hii.